unakuta you get bullied because you have money. Jamani, hivi kweli kwa sababu kwa hiyo mtu akisoma asiolewe, mtu akiwa na hela asiolewe. Mimi nawaambia wanaume, niwakumbushe tu, wewe ni mwanaume kwa sababu ni mwanaume. Hello? You are a man because you are a man. Nisema hivi sinaelewa. Nikipanga mwanaume hapa na mwanamke hapa, mwanaume ataonekana tu, atakuwa na masculinity. Atakuwa na namna Mungu amemweka. Pia whether mnaoa na cheo, whether ana hela, just relax, njua kwamba mimi ni man, full stop. Kwa sababu kuna ile ambayo sasa unakuta mwanaume anaitumia kunyanyasa mke, kwa mwanamke jinsi anavyozidi kupata hela na kupata elimu lazima anyonyonye. Na huko kwenye mitandao ndio watu wamezidi. Wanawake wasomi, hawakai kwenye ndoa, wanawake walio na hela. Kwa hiyo unakuta unanyanyasika kabla hata haujafika hatua ya tatu. Haleluya. Cha tatu, kinacholeta ugumu kwenye ndoa ni nia ya kuingia kwenye ndoa. Why am I in a marriage? Ndugu zangu, usipokuwa unakumbuka kilichokupeleka hapo, utaichukulia hiyo ndoa poa. Watu wengi wanaanza kusahau umuhimu wa hiyo ndoa kwa sababu wanakuwa hawajua kwa nini wameingia kwenye ndoa ama wamesahau kwa nini wameingia kwenye ndoa. Kwa hiyo siku zote tutumie siku kama hizi kukumbushana kwa nini uko kwenye hiyo ndoa. Kama uliingia kwenye hiyo ndoa ili upate watoto, mkishamaliza kuzaa, hiyo ndoa ina umuhimu haina? Haina. Mimi nimeingia kwenye ndoa ili nipate familia. Ukishapata watoto, then very unfortunately, watoto huwa wanakuwa taratibu wanaondoka. Alafu mnabaki tena. Na ndio nawaambia wanawake, it's okay to love your kids, lakini usiwapende kwa namna ya kuchukua nafasi ya baba yao. Kwa sababu kishawaweka kwa namna ambapo wanachukua nafasi ya baba yao, wakija kuondoka, kuja kurudisha ile kitu ni shughuli nyingine. Kila mtu akae kwenye nafasi yake. Watoto wakae kwenye nafasi yao na baba akae kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo angalia ni kwa nini umeingia kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Dada alisoma pale. Nilisema cha kwanza tunaangalia is marriage important? Tumesema ni muhimu, right? Kama ni muhimu, ni kitu gani kinachopunguza umuhimu? Tumesema namba 1, elimu mbovu ya ndoa. Namba 2, tukasema mambo ya utandawazi yanachangia sana. Namba 3, tukasema nini tena? Wrong motive. Kuingia kwenye ndoa kwa kuto kujua au kusahau kwa nini niko kwenye ndoa. Sasa hoja namba 3 katika zile hoja zangu 4 ni kwa nini tunaingia kwenye ndoa. Sasa kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Biblia imeandika hivi. Ona, Mungu akasema sio vema huyu mtu